Ananisaidia kwa lugha ya ishara ni Njoki Shege. Karibu. Familia ya mwanablogu aliyeuawa katika seli ya polisi jijini Nairobi, Albert Ojwang, imeendelea kudai haki kutoka kwa serikali kuhusu mauaji yake, ikitaka majibu ya lengo kuu haswa la kukamatwa kwake na kisha kuuawa. Kwenye ibada ya mazishi iliyoandaliwa katika kanisa la Ridgeways Baptist hapa Nairobi, familia ya Ojwang imesema haitapumzika hadi haki itakapopatikana. Seth Olale anatufungulia jamvi la Nipashe jioni ya leo. Huzuni na majonzi ilitanda katika kanisa la Ridgeways Baptist pale mwili wa marehemu Albert Ojwang ulipowasili. Familia ya mwenda zake Albert ikiongozwa na babake Meshak, mamake Yukabeth, mkewe Nevinina na mwanao, wakifarijiwa na marafiki, viongozi wa kidini na wanaharakati, ibada ikiendelea. Familia hiyo ikiapa kutafuta haki hadi tamati, huku ikitaka majibu kutoka kwa serikali kuhusu lengo kuu la kukamatwa na kuuawa kwa Albert. Watabaki na utajiri na sifa za aina yote, lakini hawatakuwa na amani katika maisha yao. His last words were, I love you, see you soon. So seeing him soon here or even in the mortuary it really broke me. Albert, usilale. Usilale Albert. Wito ukitolewa kwa serikali kupitia idara ya polisi kusitisha maafa na utekaji nyara dhidi ya vijana. The Gen Z community were the reason that the death of our brother Albert became known within less than an hour. How about Albert's mother? How about Albert's father? And several others who could not and cannot have the opportunity of getting to the highest office in the land. This is the result. Mwenda zake Albert Miles Omondi Ojwang, ambaye alisafirishwa kutoka Homa Bay hadi jijini Nairobi, sasa anarejea nyumbani mwa babake akiwa kwenye jeneza. Familia inataka Wakenya waendelee kuomboleza kupitia maombi. Seth Olale, runinga ya Citizen katika kaunti ya Kiambu.